Kuna mtoto amesombwa na maji, na saa hiyo wakati nazungumza na ile simu nikapigiwa simu saa hiyo nyingine kwamba kuna mtoto ameokotwa amesombwa na maji maeneo ya Mkwajuni. Mtazamaji, leo ni tarehe 27 ya mwezi wa pili mwaka 2026. Hapa niliposimama ni katika mto ambako ni maarufu kama kivuko cha Mkwajuni. Tumefika hapa kwa sababu ya tukio la mtoto Daniel mwenye umri wa miaka 10. Anasoma darasa la 4 katika shule ya msingi Terat. Amesombwa na maji asubuhi na amefariki dunia. Lakini katika eneo hili si mara ya kwanza kwa watu kusombwa na maji. Ni mwaka wa jana alisombwa mtu na maji hapa. Kilio cha wananchi katika eneo hili ni kwamba eneo la mashariki hakuna shule yoyote. Kwa hiyo mazingira ya watoto kufika shule ni magumu kidogo. Kwa hiyo lazima wavuke hapa tulipo. Na asipovuka eneo hili maana yake hata huduma za shule atazikosa. Eneo la ng'ambo upande huu ni eneo la mtaa wa Bondeni, lakini upande mwingine ni mtaa wa Mashariki. Hapa ni kata ya Murieti katikati ya jiji la Arusha. Wananchi walishafanyiwa tathmini kwa ajili ya kujengewa shule katika eneo hili na tayari eneo lipo, lakini mpaka sasa hakuna chochote ambacho kimefanyika. Tumezungumza na mwenyekiti wa eneo hili, amesema kwamba amekuwa akipeleka malalamiko ya mara kwa mara kwa ajili ya kufikisha kilio cha wananchi kupata kivuko pamoja na shule, lakini hajapata majibu kutoka katika mamlaka zinazohusika. Wananchi wanahoji, je, serikali ina mpango gani na wananchi wa eneo hili? Kwa sababu kipindi hiki cha mvua ni hatari na watoto hawafiki shuleni kwa muda, na wanapochelewa kufika shule wanachapwa. Sasa kipi kifanyike? Nadhani majibu haya zaidi serikali inafahamu ni lini itajenga kivuko hiki pamoja na kujenga shule ili kuondoa tatizo la wananchi katika eneo hili la mtaa wa Mashariki, kata ya Murieti. Kwa majina naitwa Emmanuel Sanare, mwenyekiti wa mtaa wa Mashariki. Kama mnavyoona, asubuhi nilipigiwa simu muda wa saa 6:20 kwamba kuna mtoto amesombwa na maji. Na saa hiyo wakati nazungumza na ile simu nikapigiwa simu saa hiyo nyingine kwamba kuna mtoto ameokotwa amesombwa na maji maeneo ya Mkwajuni. Na mimi nikachukua jukumu hilo la kufika kwenye eneo la tukio. Na nikapiga simu polisi wafike waje waone huo mwili pamoja na kuchukua mwili. Lakini toka huo muda polisi saa 6:20 na mimi nikafika. Nilipofika kweli nikakuta mwili umechukuliwa na maji, umewekwa pembeni hapa. Na mtoto huyu ni wa jirani yangu mimi. Anaitwa Daniel Joseph. Alikuwa anaenda shuleni, anasoma shule ya msingi Terat. Yuko darasa la 4, ana miaka 10. Na asubuhi aliamka anaenda shule na akawaaga wazazi wake. Lakini mvua ilinyesha toka saa 9 usiku. Mvua ni kubwa sana na maji ni mengi. Hata mimi asubuhi nilipoamka saa 12 kuwasindikiza watoto wangu waende shuleni, nikaona maji ni mengi sana. Na mimi nikaona kwamba kulingana na haya maji ni mengi, sikuruhusu wale watoto waende shuleni. Ilibidi nichukue jukumu la kuwapeleka mwenyewe shuleni. Wakati naenda shuleni nikagagua barabara. Barabara ambayo napita maji ni mengi, makorongo ni mengi. Muda huo nikachukua jukumu la kumpigia mkurugenzi. Nikamwambia mkurugenzi, kwa sababu nilimwandikia barua, nikamkumbushia mkurugenzi kwamba barabara na mitaro ambayo ilikuwa nakuonesha kwenye barua yangu ndio kama haya maji yamejaa. Mkurugenzi akanijibu atawatuma wataalamu, mainjinia kuja kupima yale maeneo. Na namshukuru kweli mkurugenzi aliniahidi hilo, lakini bado wataalamu mpaka sasa hivi hawajafika, lakini tuna imani watafika. Lakini changamoto kubwa tulionayo, tuna changamoto ya vivuko.
eneo hili unaloliona toka mwaka juzi wataalamu walifika wakafanya usanifu kwa ajili ya kujenga daraja, lakini mpaka leo daraja halijajengwa maeneo haya na maafa yanazidi kufanyaje kuongezeka. Mwaka jana mtu aliokotwa hapa kutoka Ngaramtoni, lakini utekelezaji haupo mpaka leo hii haijajengwa daraja. Kwa hiyo kilio kubwa unapoona wananchi, maafa yanazidi kutokea maeneo haya. Kwa hiyo na mimi nalia na wanaolia. Naomba mkurugenzi, kwa sababu nilimwandikia message na nikampigia, achukue hili jambo suddenly, ajenge daraja hapa pamoja na maeneo ambayo nilioanisha kwenye barua yangu, ili hao wananchi wapite kwa raha. Watoto wa shule wanaendelea kuzidi kufariki. Mvua ikinyesha wazazi hawana amani. Mvua ikinyesha wazazi hawana amani kwa sababu watoto wanashindwa kufika wapi? Shuleni. Lakini changamoto nyingine, tumenunua eneo la shule mtaa wa Mashariki. Tumenunua eneo la shule. Lakini nyingine tumeingizwa shilingi milioni 670 kwenye akaunti ya shule ya msingi Terat kwa ajili ya kujenga nini? Shule mtaa wa Mashariki. Lakini mpaka leo tunaendelea kufuatilia. Shule haijengwi mpaka sasa hivi. Changamoto, ukimpigia mtu yote pale jiji anakuambia tayari kazi itafanyika muda wote, mkandarasi ataingia site. Kwa hatua ya mwisho nilipofuatilia niliambiwa mkandarasi kashapatikana. Lakini mpaka leo hatuoni chochote. Tuko mwezi wa 3 sasa. Watoto wanaendelea kuangamia, watoto wanaendelea kufariki kwa sababu ya mvua na lile eneo halijengwi shule. Una eneo, una pesa, lakini sasa kwa nini usijenge? Wanafunzi wanaotoka maeneo ya mtaa wa Mashariki wanaoenda shule ya msingi Terat lazima wavuke ili korongo. Hawawezi kwepa kwa sababu shule ipo upande wa pili. Kwa hiyo sasa nia na madhumuni yetu sisi kupeleka mapendekezo kujenga shule ili hao watoto wanaotoka Mashariki wasivuke tena ili korongo waende shule ya karibu. Kwa hiyo hapa kinachohitajika ni kivuko ama shule? Tunataka vyote viwili kwa wakati mmoja. Lakini kwa sasa tunataka vyote viwili kwa wakati mmoja kwa sababu tusikilizane jamani, tusikilizane. Vyote viwili vina umuhimu kwa sababu ukitaka kuvuka hapa au ukitaka kwenda stendi, tunajengewa stendi ya mkoa hapa. Usipojenga daraja hapa bado maafa yatatokea kwa sababu hao wananchi wataendaje stendi? Kwa hiyo lazima unapojenga shule ujenge na kivuko. Mimi sitaki maafa yatokee kwa sababu unajua sikia msiba kwa jirani, usiombe ikukute. Kwa hiyo unapoona sisi tunapoumia hivi ni kwa sababu tumepatwa na misiba kwenye eneo hili. Kwa hiyo mimi ambao ni mwenyekiti, hao wananchi wanaendelea kunilaumu kwamba mwenyekiti, mbona hatuoni matokeo? Kwa hiyo tunachoomba sisi tuone matokeo na sisi, kwa sababu tumeshapeleka kilio mara nyingi na katibu wa wilaya wa CCM amefika kwenye eneo hili. Si ndio wananchi? Kwa hiyo tunachotaka tutekelezewe yale ambayo tumeahidiwa kutekelezewa. Mimi ni Hadija Bakari Muhamedi. Mimi kwa kweli kama mzazi katika afa hili lililotokea kama mzazi, kwa kweli linaniuma sana 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 kama mzazi, kwa sababu huyu aliyebebewa ni jirani. Je, mimi nikiwa kama mzazi leo ni kwa jirani, je likiwa kwangu litakuwa linaniuma sana. Sio kwamba ninaongea kwa sababu, lakini nimeumia na ndio maana nimetoka. Na ni kwamba hapa kwa sababu tumeona, lakini tungemtuhumu mwenyekiti. Kwa hiyo hapa tulipofika sasa, tunaombeeni mtutazame katika vizazi vyetu. Na tunaomba hili liwe la mwisho, lisije kutokea lingine tena, iwe mwisho kutoka kutazama au kuokota watoto wetu wakati wamefariki. Kwa hiyo kwa leo mvua imekuwa kubwa, hata wanafunzi walienda shule sasa? Jamani, wengi sana na hisi hawajaenda kwa sababu hata wa kwangu mimi hajaenda. Wote hawajafika, na hivi tunavyoongea leo kuna mitihani ya darasa la 4, darasa la 2 na la 6. Hasa hivi hawajafika darasani. Alichosoma leo kesho hawezi kukifanya. Kwa hiyo ni lazima watoto wetu watarudi nyuma. Kwa nini tunataka ni nini kifanyike? Kwetu tunaomba shule iweze kujengwa kwa wakati. Pili, daraja kivuko kiweze kutengenezwa kwa wakati. Wananchi tupate furaha ya maisha yetu. Hapo ndipo tutaweza kuungama vizuri katika serikali hii. Tunaomba huyu awe wa mwisho katika wananchi tupate furaha. Huyu awe wa mwisho na awe wa mwisho katika Mashariki hii. Jina naitwa Mwantum Swale kutoka mtaa wa Kati Mashariki. Kwa kweli tuna uhitaji wa daraja sana. Sisi kama wazazi tunaumia kuona watoto wetu wanaenda na maji.
leo kwa mwenzangu, kesho kwangu. Tunakazana kumwambia mwenyekiti daraja, labda akawa fikishi ngazi za juu. Kwa awamu ya 5 ya serikali, tunaiomba serikali ya awamu ya 5 ya mama, sijui ni ya 6 ya mama alo madarakani, mama anayefunga kanga kama sisi, atuone huruma kone hili linatuuma. Angali kila inapotokea mwaka watoto wetu tunawasafirisha na maji, tunaumia kama wazazi. Tuangalieni, tulidanganywa shule, tumeonyeshwa kiwanja lakini hatuoni kinachoendelea mpaka sasa. Tumeambiwa tutajengewa daraja, nadhani na nyie mnaona, hatuoni hata kimoja kinachoendelea. Sisi kama wazazi tunaumia kila siku kuokota watoto ndani ya maji, inatuuma sana. Hebu serikali ya awamu ya 6 ilishike ili kwa uchungu. Imagine ni wa kwako ameenda na maji, unajisikiaje? Mimi kama jirani naongea, nimeumia sana. Maana nilipopata taarifa ya mtoto kaenda na maji, wa kwangu ametoka saa 11, nilinyanyuka nikafunga kanga kama mama. Ni wa nani? Nimekuta ni wa jirani, napaswa kupaza sauti. Hata angekuwa wangu, ningepaza sauti. Serikali tuangalie kwa jicho la 3. Tuna uhitaji wa shule, tuna uhitaji wa daraja kwa hili eneo. Hatuchukuli mtatujengea shule pale, bado tuna uhitaji wa daraja. Kuna mama tunayebeba mimba, hatuna hospitali kanda hii, lazima tuvuke ng'ambo. Je, tumevuka tumeenda na maji? Tuna uhitaji wa vitu viwili, tunaomba serikali tuangalie kwa jicho la 3. Hili linafanywa kazi au halifanyiwi kazi? Lakini kilio chetu sisi kwa muda mrefu ni shule pamoja na daraja. Tunalia sana kwa shule na daraja. Tunaumia tunapoleta malalamiko yetu kama wananchi, alafu hayafanyiwi kazi au yanafanywa kazi kwa kuchelewa. Na hisi lingejengwa, angekuwa labda ni ana ngazi za juu huko au vipi, na hisi kama daraja lingejengwa. Kwa kuwa tuliita toka huyu mtoto taarifa tumezikuta amepotea, tumechukua muda mrefu kukaa kuangalia vyombo vya serikali vinavyokuja kutusaidia. Mpaka wamama tumepaza sauti, mtoto anakakamaa ndani ya maji, hatujui amejiokoaje uhai wake wakati analetwa na maji. Mpaka kufika hapo ni muda mrefu sana, mpaka mtoto kutolewa eneo alilokuweko. Kama serikali tunaiomba itusaidie. Tunaomba vitu viwili, daraja pamoja na shule. Na kingine tunachoomba, walimu wakiona watoto wetu hawajaenda shule, walimu wa shule ya msingi Terati, wakiona watoto wetu hawajaenda shule, wasichukue jukumu la kuwachapa, maana na wao ni wazazi. Wameona mvua imenyesha, mtoto hajaenda shule, wakao wamuite mzazi, waongee na mzazi. Mzazi ndo ana maswali ya kujibu, kwa nini mtoto hajawasili shule. Huyu mtoto aliyechukuliwa ni wa jirani yangu, yaani kwangu hapa, kwake ni hapo. Huyu mtoto wakati nafika na mbona mtoto amepelekwa na maji, tulikuwa hatujajua, lakini tulivyoje kusikia ni wa fulani, kweli imetuuma. Kinachotuuma zaidi, serikali imekuwa ikitudanganya kila siku. Tuliambiwa shule inajengwa mwezi wa 7, Januari hii watoto wataingia shuleni. Mpaka leo hamna hata shimo lilochimbwa kuchimba msingi. Tujuzi wamekuja wamepima udongo. Wamekuja tangu saa 12 mpaka saa 12. Wameondoka na mfuko wa kilo 1 ya udongo. Imekuwa kila siku ni tunaambiwa shule inajengwa. Vivuko vya kutusaidia kujenga vivuko. Kunatakiwa kivuko hapa. Kunatakiwa kivuko hapo juu. Watoto wa pale, yani mtaa wa juu wote wa huyu mtoto alikotokea, hamna mtoto hata mmoja aliyoenda shule. Watoto wote tumebidi tuwazuie, maana kama huyu ameenda, singekuta ni wengi wameenda. Tunachokiomba daraja, sio limoja, na hata shule, hii shule inayojengwa, ile shule pale sio chini ya watoto 6,000. Tukisema tuhamishie hapa bado wahitaji wa watoto ni mkubwa. Basi hata watujengee tu tuhamishe, wa huku ng'ambo ya mto tubaki huku, wa kule wabaki kule. Tunaomba serikali tuangalie. Kweli tungemtuhumu mwenyekiti sana. Naona mwenyekiti tunamlilia kila siku. Tunaona kama mwenyekiti hafikishi. Kumbe na yeye labda anafikisha na sisi tunamtuhumu. Naitwa Isaac, ni mkazi naishi pale Bondeni Kati. Ni kuanzia saa 2 nilikuwa natoka kuja kujenga kanisa hapa, kale kamvua kalikuwa kananyesha kidogo kidogo. Nikawa navuka pale kwenye pale Bondeni Kati kuja huku mashariki. Lakini nilipofika maeneo ya kanisani, ghafla wakati niko najenga pale, ndio nikasikia kwamba kuna tukio limetokea hapa, kwamba kuna mtoto ameokotwa huku, amepelekwa na mafuriko. Na mwenyekiti aliwahi kufika muda mrefu, mwenyekiti ambaye ndo ule pale alifika muda mrefu, akaanza kupiga simu kwa maaskari. Tokea anaanza kupiga simu
mpaka muda unazidi kwenda, hakuna askari aliyechukua jukumu la kuja, bali wanasema tuko njiani. Mwenyekiti ikabidi aendelee kusisitiza, bado kuna mtoto jamani yuko hapa tu kwenye maji, jamani si mimi nichukue jukumu langu kama mwenyekiti kumtoa mtoto nimpeleke, lakini bado wenyewe wanavuta tu muda, hawataki kuja wa maaskari. Umepata taarifa saa ngapi, wamekuja saa ngapi? Kuanzia saa 5 kasoro mpaka sasa hivi inaendelea kwenda hadi saa 8. Kwa hiyo hawajafika, ndo wanafika sasa, wanaanza kuleta fujo hapa na kumchukua huyo mtoto. Wanasema gari ni mbovu, hawataki kupita kwenye maji, na wanaona wananchi wamepita wao kwenye maji. Kiwaambia wao wanasema kwamba si tuna majukumu, tumebanwa na mambo ya kiserikali, na gari ni moja tu. Kwa hiyo mimi ombi langu nilikuwa naomba kwamba hawa maaskari pia na wenyewe waangalie kabisa, serikali tusaidie kuhusu hao maaskari, kwamba wabageni muda, wajue kabisa kwamba kama kuna jambo limetokea, kama ingekuwa ni gunia la bangi wameitwa, au ni maugoro, ungeona wanakuja kwa spidi sana, au madawa kulevya wangekuja kwa spidi, lakini ni mtoto amekufa, wao hawataki kuja kwa wakati. Kwa hiyo serikali tunaomba mtusaidie. Tulikuwa tunaomba gari iongezeke maeneo haya kwa sababu gari ni moja, na pia kituo cha polisi huku hatuna. Tulikuwa tunataka na kituo cha polisi kiwepo na doria pia iwepo. Mtaa hatuna kabisa, waizi ni wengi, wanatuibia huku mtaani, wanachomoa manondo. Tuna uchungu kakaangu, tuna uchungu na ile korongo. Serikali tuangalie, yaani serikali tuangalie. Kwa sababu gani? Ile korongo angalia mara ngapi watu wanaondoka, mara nyingi. Shule ile pale alikuja kupima udongo akaondoka, si ndio? Mwenyekiti huyu hapa kila siku anapeleka taarifa hawaleti nani, haongei kinachoendelea, si ndio? Maji nyingi kwa ni kwako, ungejisikiaje? Nisikia vibaya. Kwanza lini mpaka Januari? Ni miaka mingapi sasa hivi tangu amekuja kupima ile nani hapa ile korongo? Mitatu Nile shule kule. Ni serikali haina hela au jaamua? Hawataki. Basi waache hivyo. Imeisha hiyo, acha hivyo. Mama Samia, wewe sio madarakani, wewe mwanamke unafunga kanga kama sisi. Naomba ukae chini ufikirie. Serikali kama imekosa hela, serikali haijakosa hela. Watufanyie mpango. Tunaomba watufanyie mpango. Tunaomba. Yes, nikashika mchi bwana. Tunaomba watufanyie mpango. Tunapata majibu gani sasa? Tunapata majibu gani? Imesha samani. Kama nimeshamaliza. Babu Ifara, mtu Mnyaturu. Naomba serikali ya mama ilete daraja hapa. Huduma ziwepo. Huduma ya afya, shule, wamama wajawazito. Tumepewa kivuko pale cha TASAFU, lakini haijatengenezwa kwa mazingira ambayo sahihi. Tunaomba kivuko kiwepo hapa cha mama ambao wanapata shida hapa. Kwanza maji hatuna, hili swala mwenyekiti analielewa. Tunaomba sisi wananchi tuletewe maendeleo ya watoto wetu. Wananchi bwana, kwani tusilipe kodi? Kwa tunakula nini? Tunashiji. Walete maendeleo. Kwani walipi maendeleo? Walete maendeleo bwana. Tunalipa. Sisi wote ni wananchi. Sasa mnataka tulea watoto wetu, watoto wafia huku wenye maji hakuna kivuko. Hata shule za Kayumba hizi tumetufanya sisi tumeishi mpaka sasa hivi. Tunaomba msaada. Serikali tuletee maendeleo. Tuweke kivuko. Tuweke na hospitali, pamoja wazito.